Je, nikikwambia kwamba maisha yako si madogo, bali fikra zako ndizo ndogo, na kwamba swali moja rahisi, wakati mmoja wa utulivu, unaweza kubadilisha kila kitu. Tafadhali sikiliza hadi mwisho. Hadithi hii inaweza kuonekana rahisi, lakini ujumbe wake una nguvu. Katika mji mdogo na wa utulivu, aliishi kijana mmoja aitwaye Nyoni. Nyoni hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, hakuwa wa pekee. Alifanya kazi katika karakana ndogo ya uchapishaji. Kila asubuhi alifungua karakana mapema. Alisafisha sakafu, alipanga karatasi, alichapa bili, mabango na fomu. Mikono yake ilinuka wino, shati lake lilikuwa na vumbi siku zote. Karakana ilikuwa ndogo, ndogo sana. Meza moja, mashine moja, dirisha moja jembamba. Nyoni alikuwa ameketi karibu na dirisha hilo kila siku. Kupitia dirisha hilo aliweza kuona barabara kubwa, magari yakienda kasi, watu wenye malengo. Wengine walionekana na shughuli nyingi, wengine walionekana na ujasiri. Nyoni aliwatazama kwa utulivu, na ndani ya moyo wake sauti ya nyororo ilimnong'oneza, maisha haya si yako. Nyoni aliwahi kuwa na ndoto wakati alipokuwa mdogo. Alipenda ubunifu na sanaa. Alipenda rangi. Alipenda maumbo. Alipenda kufanya vitu vionekane vyema. Lakini maisha yakawa magumu. Baba yake aliugua na pesa ikakosekana. Majukumu yakawa mazito. Pole pole, ndoto zikanyamaza. Nyoni alijisemea, kuwa na uhalisia, kuwa na usalama. Usiote ndoto kubwa mno. Kila mara wazo jipya lilipokuja, woga ulikuja kwa kasi zaidi. Je, nikishindwa? Je, watu watanicheka? Je, nitapoteza kila kitu? Hivyo Nyoni akakaa kimya. Alifanya kazi, alipata kipato cha kutosha tu. Aliendelea kuishi. Lakini kila mara karakana ilipofungwa, Nyoni alijisikia mtupu. Sio kwa hasira, sio kwa kuvunjika moyo. Alijihisi tu mdogo. Jioni moja Nyoni alimaliza kazi yake kwa muda wa kuchelewa. Barabara ilikuwa ya utulivu. Anga lilikuwa la rangi ya machungwa hafifu. Alifunga karakana, kuketi kwenye ngazi. Mkono wake ulikuwa umeshikilia bango alilochapisha. Lilikuwa rahisi lakini lilionekana zuri. Nyoni alikuwa amelibuni kwa siri. Kwa muda alitabasamu. Kisha woga ukazungumza tena. Hii haina maana. Hakuna mtu atakayejali. Wewe ni mfanyakazi tu wa karakana. Nyoni alijikunja bango. Akaliweka kwenye begi lake na kwenda nyumbani polepole. Asubuhi iliyofuata mzee mmoja alikuja kwenye karakana. Jina lake aliitwa Mr. Mushi. Alikuwa akija mara kwa mara kuchapisha matangazo madogo. Hakuwa na maneno mengi, lakini macho yake yalikuwa makali. Siku hiyo Mr. Mushi aliona bango hilo kwenye meza ya Nyoni. Aliokota na kulitazama kwa makini. Je, ni wewe uliolifanya hili? Aliuliza. Nyoni alisikia woga. Ndiyo, ni kwa ajili ya mazoezi tu, Nyoni alijibu kwa sauti ya chini. Mr. Mushi aliangalia kwa makini. Kisha akauliza swali rahisi. Kwa nini basi unalificha? Nyoni hakujibu. Mr. Mushi akatabasamu kwa upole. Unaishi katika chumba kidogo, lakini dirisha lako ni kubwa. Kwa nini daima unatazama chini? Nyoni alihisi kuchanganyikiwa. Mr. Mushi aliendelea. Watu wengi hawaanguki kwa sababu maisha ni magumu. Wanaanguka kwa sababu wanafikiria kidogo. Kisha akauliza, kama hakuna kinachokuzuia, hakuna uoga, hakuna kikomo, utafanya nini?
Nyoni alinyamaza. Hakuna mtu aliyewahi kumuuliza swali kama hilo. Usiku huo nyoni hakuweza kulala. Swali lilibaki naye, ningefanya nini kama nitaacha kufikiria kidogo? Alitazama kwenye chumba chake. Kilikuwa kidogo kama karakana, lakini alikuwa na dirisha, na kupitia dirisha hilo aliweza kuona nyota. Nyoni aliwaza kwa mara ya kwanza na kwa miaka mingi. Alijiruhusu kufikiria kwa uhuru. Hakuna uoga, hakuna visingizio. Nataka kubuni, nataka kuunda, nataka watu waone kazi yangu. Moyo wake ukajisikia wepesi. Asubuhi iliyofuata nyoni alifanya uamuzi, si mkubwa lakini wa ujasiri. Hakuacha kazi yake, hakuchukua hatua ya hatari. Alibaki saa moja ya ziada baada ya kazi kila siku. Alifanya mazoezi, alibuni mabango, alijifunza polepole. Alirusha kazi yake mtandaoni kwa kutumia simu yake. Mwanzoni hakuna kilichotokea. Kila mtu mmoja akaipenda, mwingine akatoa maoni. Nyoni akatabasamu. Woga bado ulikuwa bado upo, lakini ulikuwa hauna nguvu. Si kwa sababu ulimwengu ulikuwa umebadilika, bali kwa sababu fikra zake zilikuwa zimebadilika. Wiki zikapita. Siku moja mmiliki wa duka la karibu alikuja akasema, nimeona kazi yako mtandaoni. Akasema, unaweza kunifanyia moja? Mikono ya nyoni ikatetemeka, lakini akasema, ndiyo. Alifanya kwa makini, akatoa ubora wake. Kazi ilipokamilika, mmiliki wa duka akatabasamu. Hii inaonekana nzuri, alisema. Polepole habari zikaenea, si kwa kasi, si kwa kelele, lakini kwa uthabiti. Nyoni bado alifanya kazi kwenye karakana na uchapishaji, lakini sasa kazi yake ilikuwa na maana. Utembeaji wake ukawa wa ujasiri. Macho yake yakatazama mbele, si chini. Jioni moja nyoni akaketi katika lile dirisha. Barabara ilionekana vile vile, magari, watu, kelele, lakini nyoni alijihisi tofauti. Mr. Moshi alikuja tena. Alimtazama. Nyoni akatabasamu. Umelisafisha dirisha, alisema. Nyoni alitabasamu na kurudi na kusema, hapana. Nyoni alijibu kwa sauti ya chini, nimezisafisha fikra zangu. Maisha hayakubadilika kwa siku moja, lakini mabadiliko huanza ndani, na haya yalibadilika kila kitu. Alijifunza kweli rahisi, fikra zako hujenga mustakabali wako. Ukifikiria kidogo, maisha yako yanabaki madogo. Unapofikiria kwa upana zaidi, unakuwa. Si kwa haraka, si kwa urahisi, lakini kwa hakika. Rafiki yangu, hadithi hii si kuhusu nyoni, ni kuhusu wewe. Jiulize leo, je, ninafikiria kidogo au kwa uoga, au nina ujasiri wa kutosha kufikiria kwa upana zaidi? Kumbuka hili, fikra zikibadilika, maisha yanabadilika. Watu hawakuwa tu wanapoacha kufikiria. Ikiwa hadithi hii imekugusa moyo, bofya